Bibi harusi alimfumania mume wake kwenye choo cha kanisa siku ya harusi yao, siku ya furaha iliyogeuka kuwa majonzi kwao. Kulikuwa na shamra kubwa katika kanisa la Mtakatifu Paulo. Wageni walikuwa wamejazana, maua yalipamba kila kona na nyimbo za sifa zilikuwa zikisikika, huku kila mtu akisubiri kwa hamu ndoa ya Amina na Kelvin. Amina alikuwa bibi harusi mrembo sana, alivaa gauni jeupe liliong'ara misili ya malaika. Tangu asubuhi alikuwa akitabasamu kwa furaha, siku hiyo ndiyo ingeangaza maisha yake mapya. Kelvin naye alikuwa amevalia suti ya gharama kubwa. Marafiki zake walimsifia wakimpongeza kwa kupata mke mzuri. Dakika chache kabla ya ibada kuanza, mchungaji aliomba bwana harusi aende kujiandaa katika chumba maalum kilichokuwa nyuma ya kanisa. Kelvin aliondoka haraka. Dakika 10 zilipita, dakika 20, dakika 30. Kelvin hakuonekana. Mchungaji alianza kupata wasiwasi mkubwa. Anaweza kuwa anaandaa kitu cha kumshangaza bibi harusi. Baadhi ya watu walijaribu kutuliza hali, lakini Amina alianza kuhisi kitu kisicho cha kawaida. Simu ya Kelvin ilikuwa ikiita bila kupokelewa. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Ujumbe wa ajabu. Wakati Amina akiwa ameketi chumbani akisubiri, ghafla simu yake ilipokea ujumbe kutoka kwa namba isiyojulikana. Ujumbe huo ulikuwa mfupi sana. Kama unataka kujua ukweli kuhusu mwanaume unayetaka kuolewa naye, nenda choo cha nyuma ya kanisa sasa hivi. Amina alishtuka. Alifikiria ni utani, lakini dakika moja baadaye ujumbe mwingine ukaingia. Usipokwenda sasa hivi utajuta maisha yako yote. Mwili wake ulisisimka. Alijaribu kumpigia Kelvin tena, hakupokea. Kwa hofu na mashaka, Amina alitoka kimya na kuelekea nyuma ya kanisa. Kadri alivyokuwa akikaribia eneo la choo, moyo wake ulizidi kudunda kwa nguvu. Ti tu. Alisikia sauti za watu wakiongea kwa sauti ya chini. Alinama karibu na mlango, ndipo aliposikia sauti ambayo asingeweza kuisahau. Ilikuwa sauti ya Kelvin. Ukweli uliojificha. Amina alihisi miguu yake ikitetemeka. Taratibu alisogea karibu zaidi. Mlango wa choo haukuwa umefungwa vizuri. Alipochungulia ndani, macho yake yalitanuka. Kelvin alikuwa amesimama ndani akizungumza kwa siri na mwanamke mmoja ambaye Amina alimfahamu vizuri. Alikuwa anaitwa Diana. Diana alikuwa mpenzi wa zamani wa Kelvin, mwanamke ambaye Kelvin alikuwa amemhakikishia mara nyingi kwamba walikuwa wameachana miaka mingi iliyopita. Amina alibaki ameganda. Kilichomuumiza zaidi si kuwaona wakiwa pamoja, bali kusikia walichokuwa wakizungumza. Mimi bado nakupenda, Diana alisema huku akilia, huku machozi yakitililika. Kelvin alishusha kichwa. Nami bado nakupenda, my love. Maneno haya yalimpasua moyo Amina kama kisu kinachoingia ndani ya moyo. Machozi yalianza kutiririka, akitamani kukimbia, lakini miguu yake ilikataa hata kusogea karibu. Siri kubwa zaidi. Diana alimkabidhi Kelvin bahasha. Ulihitaji kujua ukweli kabla ya kuoa. Kelvin akaifungua. Ndani kulikuwa na vipimo vya hospitali. Uso wake ukabadilika mara moja. Mungu wangu, alinong'ona mwenyewe. Amina hakuweza kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Diana akaanza kulia. Miezi 2 iliyopita niligundua nina ugonjwa mbaya. Madaktari wanasema muda wangu unaweza kuwa mfupi. Mungu wangu Diana,
Ndio maana nilikuja leo, sikuja kuharibu harusi yako, nilitaka tu kukuaga. Kevin naye alianza kulia kama mtoto. Akakumbuka kama rafiki wake wa zamani, lakini kwa mbali Amina alipoona tukio lile alitafsiri tofauti kabisa. Kwake lilionekana kama usaliti. Ghafla Amina alifungua mlango kwa nguvu, wote wakageuka. Amina, Kevin alipigwa na butwaa. Kanisa lote lilikuwa likimtafuta bi harusi. Dakika chache baadaye wageni kadhaa walifika eneo lile. Amina alikuwa akilia kwa uchungu. Kwa hiyo ndio ulikuwa unafanya hapa? Kevin akajaribu kueleza. Sio unavyofikiria, lakini nimesikia kila kitu. Diana alijaribu kuzungumza, lakini Amina hakutaka kusikia chochote. Alivua pete ya uchumba na kuitupa chini. Ukimya mzito ulitanda. Wageni wote walibaki wamepigwa na butwaa. Harusi iliyokuwa ikisubiriwa kwa miezi mingi ilikuwa imevunjika mbele ya macho yao. Wote hawaamini. Baada ya dakika kadhaa za vurugu na maelezo yasiyoeleweka, Diana alionyesha kwa watu nyaraka za hospitali. Ndipo ukweli ukaanza kujulikana. Hakukuwa na mpango wa mapenzi ya siri baina yao. Hakukuwa na usaliti ndani yao. Diana alikuwa amekuja kumwaga mtu aliyewahi kumpenda zamani. Kevin alikuwa ameficha jambo hili kwa sababu hakutaka kuharibu furaha ya siku ya harusi yake. Amina alipogundua ukweli, machozi yalizidi kutoka. Alimwangalia Kevin. Kevin naye alikuwa akilia. Samani kwa kutokuambia mapema. Amina alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akamkumbatia. Kanisa lote likapiga makofi kwa furaha. Masaa mawili baadaye, ibada ikaendelea. Amina na Kevin wakafunga ndoa mbele ya mamia ya mashahidi. Lakini hakuna aliyesahau tukio hilo la ajabu. Mpaka leo wageni waliokuwepo siku hiyo bado wanasimulia simulizi ya bi harusi aliyefumania mume wake kwenye choo cha kanisa siku ya harusi yao, na jinsi ukweli ulivyogeuza machozi kuwa furaha. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, ni mimi Daudi Michael Mwaluko niliyekuletea simulizi hili. Usikose katika simulizi zijazo. Endelea kusubscribe kuwa mwanafamilia yetu. Hakika hautojutia MB zako. Asante.